Ashabu nabii sallallahu alayhi wasallama walikuwa sehemu mbili, muhajirin wal ansar. Na ansari walikuwa na makabila mawili makubwa, al-Aws wal Khazraj. Kwa hiyo alipokufa mtume wakaona ansar wazungumze kuhusu habari ya utawala baada ya mtume. Akasimama Saad ibn Ubada akatoa lecture kali kwa ansari wenzake, akiwaonesha namna ya fadla za ansari zilizokuwa kubwa kwa mtume, mpaka mtume akawahi kusema, law salaka an-nasu tariqan wa salaka al-ansaru tariqan la salaktu tariqa al-ansar. Kama watu watafuata njia hii na ansari wakafuata njia nyingine, mimi mtume nitaifuata njia ya ansar. Saad akamwambia, mnaona mtume alivyokuwa akitupenda, mnaona mtume alivyokuwa akitujali, akituonesha kwamba sisi ni watu muhimu katika society ya Kiislamu. Kwa hiyo tuna haki ya kuwa viongozi baada ya yeye kuondoka. Sayyidina Umar na Abu Bakr wakapata habari, wakarudi mbio katika jumba la Bani Sa'ida, wakawaona watu tayari wanapanga kuhusu habari ya imara. Mwili wa mtume sallallahu alaihi wasallam haujazikwa, na hapa Mayahudi walipata sauti ya kusema, wakasema, Waislamu ama wabaya kama nyie hamna, hamjamzika mtume wenu, mnagombana nani atachukua hata ya kuongoza. Walimpata Sayyiduna Ali wakamuuliza swala hili. Ali ibn Abi Talib, tizama mlivyokuwa Waislamu, lam yudfanu nabiyyu ba'd, mtume hajazikwa, mnasema nani amir, nani amir? Na Ali akawajibu hivi, akamwambia, bora sisi Waislamu tunatizama nani atakayekuwa anatoa amri mpaka maziko ya mtume vile vile tuyafanye kwa aina yake. Tunaangalia kiongozi atakayefaa katika mambo yetu ya dini na dunia. Lakini angalia nyinyi Mayahudi, maji hayajakauka katika miguu yenu, namwambia Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Sasa ninyi na sisi nani zaidi katika dhambi? Nyie maji hayajakauka miguuni, mmevuka katika bahari sasa hivi, mmeona watu wanasujudia masanamu, mnamuomba Musa akutengezeni Mungu kama walivyo na Mungu wale. Mungu yule aliyokuwa ukienda na bahari, nyie nani mpaka mnamtafuta Mungu mwingine? Sasa sisi tunaangalia mambo ya kupeleka mbele dini yetu na dunia yetu, ndio tunamtafuta adili. Nyie mnatafuta Mungu, mmemsahau Mungu aliyepasua bahari mkavuka. Mmemsahau Mungu aliyotoa amri bahari ikakunjika huku na huku mkapita njiani. Huyu Mungu huyu nani, na mwingine mnemtafuta nyie nani? Kwa hiyo Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq akasimama akamwambia, ma'ashara al-ansar, ndiye bwana mtume kasema, law salaka al-ansaru tariqan wa salaka an-nasu al-akharuna tariqan la salaktu tariqa al-ansar. Hakuacha sifa Abu Bakar ya ansari, isipokuwa akaitaja siku ile, akaitaja vile vile na sifa iliyokuwepo katika muhajirin wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kasema, wa innal umara'u min Quraysh, na lazima mjue kwamba mtume alibainisha kwamba viongozi wetu watokamane na Quraysh. Na vile vile bwana mtume sallallahu alaihi wasallama aliwahi kuonesha mifano mbalimbali kutoka habari ya hii. Kwa hiyo mimi Abu Bakri, rai yangu ninaposema, minna amirun wa minkumul wuzara, viongozi watatoka upande huu wa Makuraish na mawaziri watatoka upande wa Ansar. Akasimama bwana mmoja anaitwa Ubab ibn al-Mundhir. Ubab akasema haiwezekani. Ubab akasimama kwa sauti akasema, ya ma'shar al-ansar, fa in aba haula illa ma yuridun faminna amirun wa minhum amir. Sisi tunachokitaka, wakikataa hawa yani muhajirini wakasema kwamba wanataka viongozi wawe wao, sisi tuwe mawaziri, basi lengo letu kwamba tunawaambia sisi tuwe na amiri wetu na wao wawe na amiri wao. Akasimama Umar ibn al-Khattab akamwambia, sikiliza, la yajtami'u ithnani fi qarnin wahid, watu wawili hawawezi kukutanika katika ncha moja.
Watu hawezi katika nchi moja kuwe na watu wawili wote wanasema mimi ni kiongozi na wewe ni kiongozi, watapelekana pabaya. Achaguliwe mmoja chini yake awe na wasaidizi wake. Akasimama tena Mundhir baada ya kusikia kauli ya Umar, akasema ya ma'shar al-ansar tamassaku bima taqulun fa in aba haula wala tunfituhum wala tatruku lahum hadha al-amr fayakunu sababun fi faqdi imaratikum. Msiachilie kabisa, kama mmekataa hawa fikra ya sisi viongozi na wao viongozi, basi ninakuambieni hapo mlipokamata hapo mtakuja mkiluzi kidogo, watachukua wao kila kitu na fungu lenu litakosekana. Ikawa una aina moja ya mazungumzo ambayo yanazungumzwa pale sio mazuri kwa umma. Hiwar kama watu wanaelekea katika fitna. Akasimama bwana mmoja alokuja pamoja na Sayyiduna Abu Bakr na Umar, ni Aminul Umma Sayyiduna Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Abu Ubaida akamwambia ya ma'shar al-ansar innakum awwalu man azara wa nasara fala takunu awwalu man badala wa ghayra. Enyi Ansari, nyinyi ndio watu wa kwanza kumnusuru mtume, basi msiwe watu wa kwanza kubadilisha mafahimu ya Uislamu. Msiwe watu wa kwanza sasa hivi kusababisha fitna. Msiwe watu wa kwanza sasa hivi kubadilisha mambo yaliyokuwa viongozi wenu wanakuelezeni. Mmoja akasimama anaitwa Bashir ibn Sa'd. Bashir ibn Sa'd akamaliza, huyu ni Ansari vile vile. Sasa kukapatikana vurugu kati ya Ansari wenyewe kwa wenyewe. Baada ya kusimama Sa'd ibn Bashir, akasema Bashir ibn Sa'd radhiyallahu anhu, ayuha an-nas, jama tulokusanyika hapa, laqad kana Muhammadun Qurashiyyan, Muhammad alikuwa Quraish katika kabila tukufu la Makkah, wa inna ashabahu ba'dahu ahaqqu bihi, na wale waliokuwa nyuma yake walokuja kutoka Makkah sisi tukawatukuza kwa kuwakirimu, wana haki ya kuwa nyuma ya mtume kwa imara kuliko sisi. Qala in kunna qadamna, kama tumetangulia, wasabaqna, na tumezidi kutangulia fil Islam, katika Uislamu, wanasarna, na tukawanusuru ndugu zetu Waislamu, wajahadna, na tukapigana jihadi katika Uislamu, falaqad fa'alna dhalika ibtigha'a mardatillah, tumefanya hilo kwa sababu ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Hatukufanya hivi kwa sababu tuje tupate uongozi leo. Tumefanya hivi kwa sababu ya kumridhisha Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatukutaka dunia. Kwa nini mnagombania kitu? Kwa nini msisikilize viongozi wanapokuambieni jamaa hawa? Aliposema haya, wote wakanyamaza. Pale akasimama Sayyiduna Abu Bakr, akakamata mkono wa Umar akauinua juu, akakamata na mkono wa Abu Ubaida akauinua juu, akasema falaqad raditu bihadaini ar-rajulain, mimi nimekuridhia watu wawili hawa. Ikhtaru ayya ahad minhuma shi'tum, chagueni mmoja, ama Umar ama Abu Ubaida, mimi mtaka kuongozeni au yamini. Umar karudi akasema ya Abu Bakr, la in tuqaddima ra'si fayudrab ahabba ilayya min atawalla al-ibarata amama, mimi bora nipeleke kichwa kikafe kuliko kuwa amiri na wewe upo. Kama nitakafa kichwa bila ya dhambi nipo radhi, mimi nikubali kuwa kiongozi na wewe upo. Siwezi kuwa kiongozi wakati wewe upo. Na Abu Ubaida vile akasema la, nitakubali wewe, nitakuvoti wewe, wewe una haki ya kuwa khalifa. Kwa nini Umar alisema Abu Bakr ana haki ya kuwa khalifa? Anasema laqad radiya ar-rasulu bi amri dinina, mtume alipotaka kutuongoza katika jambo letu la dini alisema Abu Bakr yatuongoze awe imamu wetu. Fa in kana ar-rasulu radiya bi amri dinina bi Abi Bakr falima la narda bi amri dunyana, kama mtume karidhika na jambo la dini kwa Abu Bakr, basi kwa nini sisi tusiridhike kwa jambo la dunia kwa Abu Bakr? Na dini ni muhimu kuliko dunia. Sasa wakati wa sala mtume kasema Abu Bakr asalishi,
awe kiongozi, alituonesha kwamba huyu awe kiongozi wenu baada ya mimi kuondoka. Sasa kama ni mambo ya dunia tena tuseme huyo ndo anatosha. Omar akasema, akataka kupeleka mkono wake kumvutia Abu Bakri, ile Ansari anaitwa Bashir ibn Sa'ad, akanyanyuka akaurukia mkono wa Abu Bakri, akawa yeye wa kwanza, akampita Sayyidina Umar kumvuti Sayyidina Abu Bakr. Akaingia katika historia ya Kiislamu min awsa'il abwab. Umar ibn al-Khattab alipotaka kupeleka mkono Bashir ibn Sa'ad, shapeleka zamani kisha mvuti Abu Bakr. Umar akawa wa pili, Abu Ubaida akawa wa tatu, na Ansari wote walikuwa pale wakanyanyuka mmoja mmoja wakamkamata mkono Abu Bakr, ishara ya kwamba radina bi khilafati, tumeridhika kwamba wewe ndio uwe amir, uwe khalifa. Neno la amirul mu'minin halikuwepo wakati huo, sababu amirul mu'minin ilikuja kutoka wakati wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hapa alikuwa anajulikana kama khalifatu Rasulillah, yani anayekuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ansari walikuwa pale wote wakabai, yani wakavote, wakaridhika kwamba Abu Bakri ndo awe kiongozi baada ya Mtume. Na muhajirin wengine wakaja wakamvutia Abu Bakr, na hakukubakia sahaba walikuwa pale Madina, wote wakambai Abu Bakri isipokuwa Sayyiduna Ali ibn Abi Talib na wale walikuwa pamoja naye katika kushughulika na kumkosha Mtume na hivi na hivi. Hawakuweza wakati ule kuja kumvoti na kumbai Sayyiduna Abu Bakr. Waislamu, ishara za kwamba Abu Bakri awe kiongozi ziko wazi baada ya Mtume, kwa sababu Mtume alipotaka Abu Bakri asalishe alisisitiza. Sayyida Aisha akamwambia Rasulullah, baba yangu namjua, sauti yake anapoitoa kwa Qur'ani analia, wewe mchague Umar asalishe. Mtume akasema la, muru Abu Bakri falyusalli bin nas. Mimi nasema Abu Bakr. Akarudi tena Aisha asema, ya Rasulullah, ni dhaifu katika hali hiyo nilokutajia, bora Umar asalishe. Mtume akahamaka akasema, antunna sawahibu Yusuf, nyie wanawake ndio wale waliokuwa wakati wa Sayyidina Yusuf, farawadatu allati huwa fi baitiha, mambo yenu mengine hakutaki kusikia. Mimi nasema Abu Bakr, nyinyi mmeelezania Umar. Abu Bakr falyusalli bin nas, anasisitiza Mtume kwamba Abu Bakr awe imam. Tena Umar aliwahi kusalisha, Mtume akasikia sauti akasema, nani anasalisha? Kaambia Umar, akasema, ya Aballah wal muslimun, aina Abu Bakr? Unasalisha Umar, yuko wapi Abu Bakr? Akatafuta Abu Bakr akasalisha yeye. Kwa hiyo yulmi'u bi annahu khalifa. Jambo hili linapeleka fikra kwamba Mtume japo hakusema kwamba huyu ndio awe khalifa baada yangu, lakini kuna ishara inayoonyesha kwamba Mtume alimtaka fulani nyuma yake yeye awe atachukua hatama ya kuongoza Waislamu wenzake. Siku hiyo mambo yakawa yote yamepoa. Wakati huo kuna msemo mmoja wa Kiarabu unasema, innal adhaima kufuha al-udhama, hakika matatizo makubwa basi solution yake ni watu wakubwa. Vile vile matatizo haya yalikuwa makubwa kiasi kwa Muislamu alikaribia kugongana, lakini wakubwa waliokuwepo wakayatatua matatizo yote yakawa madogo, na jambo la imara likaisha. Wakakubaliana kwamba Abu Bakr ndo awe kiongozi. Karudi wakamzika bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kuzikwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sasa tunafungua ukurasa mpya wa kuitaja khilafa ya Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq. Na kabla hatujamueleza Abu Bakr, njoni nikusomeni birth certificate yake. Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq jina lake anaitwa Abdullah ibn Uthman, na vile vile amejulikana kwa laqab ya Abu Bakr, kunya ya Abu Bakr. Na Bakri maana yake ni shaqul ibil, yule ibil anapokuwa na nguvu kabisa ndio anaitwa Bakr. Kwa hiyo kunya yake kapeleka kuitwa Abu Bakr, lakini jina lake really name anaitwa Abdullah, mwenyewe anaitwa Abdullah ibn Abi Quhafa, na Abu Quhafa ndio huyo Uthman. Na sifa alizokuwa nazo bwana huyu, yeye ni Muislamu, baba yake alikuwa Muislamu, na si Muislamu tu, yeye alikuwa sahaba, baba yake alikuwa sahaba,
watoto wake walikuwa masahaba, wajukuu zake vile vile walikuwa masahaba. Hakuna sifa hizi alizozipata isipokuwa Abu Bakr katika Uislamu. Abu Bakr Abdullah ibn Abi Quhafa. Abu Quhafa ni Uthman, kabila lake ni kabila laitwa Taimim katika kabila la Quraysh, na ana uhusiano na Mtume katika babu anayeitwa Murra. Wana Mtume yuko babu wake mwingine anaitwa Murra. Kwa hiyo Murra vile vile ni babu yake Abu Bakr. Kwa hiyo nasaba yake inakwenda kushikana na nasaba ya Mtume katika babu anayeitwa Murra. Kwa nini kaitwa Atiq? Kuna baadhi ya laqab zake ziko mbili, anaitwa As-Siddiq, kisha anaitwa Al-Atiq. Anasema summiya Al-Atiq bisababi jamali, kwa sababu ya uzuri wake aliokuwa nao. Sayyidina Abu Bakr alikuwa mzuri jamali. Tena wasifu wake, Abu Bakr alikuwa mwembamba mno, manake alikuwa hana mwili, hakujaa nyama kama walivyokuwa watu wanene. Kisha alikuwa mtu mrefu na ndevu nyingi alizokuwa akipenda kuzitia hina. Kwa hiyo hii ni shakli ya Abu Bakr as-Siddiq. Tawilul qam, nahiful jism, laysa fi jismihi lahmun, ghairatul aynayn, macho yake mawili yameingia ndani kidogo. Hizi zote ni sifa za mtu mwembamba. Angalia umbo lake alipokuwa mtu mwembamba mno, hana nyama katika mwili wake, macho yake yameingia ndani kwa ule wembamba wake, na ndevu zake nyingi, na vile vile mzuri wa sura. Hali yake alikuwa hivi. Angalia, tukimsoma Abu Bakr unaweza kufikiria kwamba alikuwa jitu lilokuwa kubwa na kimo kirefu na hivi, lakini angalia shakli yake. Lakini watu hawapimwi kwa shakli wala hawapimwi kwa manzari ya khariji abada. Wanasema vitu viwili tu ndivyo kusema tu saizi ya binadamu. Anasema yufasul mar'u bi asgharihi lisan wal qalb. Binadamu anapimwa kwa vitu vyake viwili vidogo, ulimi na mwili wake, unakuwa ndani ya moyo. Ulimi na moyo wake ndio binadamu. Kwa hiyo wembamba wake au urefu wake au kutokuwa mnono kwa Abu Bakr hatujalishi kitu. Alikuwa ni qawiyul iman. Aliitwa Atiq kwa sababu ya uzuri, na riwaya nyingine inasema mama wa Abu Bakr kila alipokizaa mtoto anakufa. Alipozaa Abu Bakr akamshika kenda naye mbele ya Kaaba, akasema Allahumma hadha Atiq min an-nar, ya Rabbi, huyu ni mtu mwenye kuachwa na moto, watoto wangu wote wamekufa, fada'ahu yaishi, basi mwache huyo angalau apate uhai asife. Kwa hiyo akaitwa Abu Bakr Atiq, na hivi ndivyo alivyokuwa akimuita Mtume sallallahu alaihi wasallam Atiq. Katika laqabi yake vile vile kuna As-Siddiq, na As-Siddiq ni maarufu katika kisa cha Mi'raj. Quraish walipokuwa wamemwona Mtume kakaa katika Al-Kaaba, Abu Jahl alimuuliza, ya Muhammad, hal min jadid, je, kuna habari mpya zozote? Akasema naam. Habari gani? Akamwambia usritu al-layla, nimepelekwa usiku. Wapi umepelekwa? Akamwambia min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, nimepelekwa Makkah, nimepelekwa Baitul Laham wakati nimetoka katika nchi ya Makkah. Kisha umerudi leo usiku alfajiri? Akamwambia ndio. Akamwambia nikiwaita watu nitakuja kuwaeleza kama ulivyonieleza mimi. Nikasema naam. Akawaita Makuraishi wenzake, wakakusanyika mbele ya Mtume, akamwambia msikilizeni, umekwenda wapi usiku Muhammad? Akamwambia nimekwenda Masjidul Aqsa fi Ilya. Wote wakapeleka mikono yao juu ya vichwa vyao. Kweli habari, sisi tunakwenda huko mwezi, tunarudi hapa mwezi, miezi miwili tunamaliza katika safari, mbona kwenda usiku na kuja alfajiri hapa? Haiwezekani. Muitani Abu Bakr, akatafuta Abu Bakr, njoo sikilize Mungu anamsema. Wewe unamwamini huyu? Sikiliza habari zake anazozungumza. Akauliza, kwani kuna nini? Anasema yazhamu annahu usriya al-layl min al-masjid al-haram ila Ilya. Hivyo ndivyo wanavyosema. Abu Bakr kauliza, fa in qala dhalika faqad sadaqa, kama anasema hivyo basi mimi ninasema moja kwa moja nasema ukweli.
innani la usaddiquhu bi khabari as-sama, mimi namwamini kwa habari zaidi ya hapo, hata kama ni habari kutoka mbinguni, na kama ataniambia Muhammad katoka mbinguni nitamwamini. Wale wakasema Abu Bakr, wewe unajua unafanya biashara na sisi, safari hii inamaliza siku ngapi? Leo unaamini kwa mtu kwenda usiku kurudi asubuhi? Kabla hiyo akarudi mtume Abu Bakr mbele ya mtume akamwambia, sisi la al-masjid, tueleze msikiti wako vipi? Mtume akausifu, al-masjid kadha wa babuhu kadha nafidhatuhu kadha sahatuhu kadha, akausifu mpaka akamaliza. Kila akisifu Abu Bakr anasema sadaqta ya Rasulullah, sadaqta, umesema ukweli. Hapo likatoka jina la as-siddiq, msadikishaji mkubwa Abu Bakr, sio al-kadhab, as-siddiq. Sasa katika mambo yake yote ilikuwa ni ukweli kabisa. Mpaka alipokuwa anaandamana na mtume siku hiyo, kuna bwana mmoja alikuwa anamtafuta mtume, hamjui, kama Abu Bakr na mtume. Yule bwana akauliza, ya Abu Bakr, man hadha alladhi ma'aka, huyu alikuwa pamoja nawe nani? Abu Bakr akamwambia, innahu hadin yahdini tariq, huyu ni kiongozi ananiongoza katika kuonesha njia. Hakutaka kumwambia kwamba huyu ni Muhammad. Akisema ni Muhammad, kuna dhamana kule watu wanamtafuta, atamuingiza mtume katika hatari. Akisema huyu si Muhammad, wakasema uongo, japo ni katika maslaha. Akisema hadha hadin yahdini tariq, huyu ni kiongozi ananionyesha njia. Basi watu wakafikiri ni wale watu wenye kukodiwa wakaonesha watu njia. Kumbe wanakusudia sio hivyo, huyu ni kama alivyosema Mwenyezi Mungu, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, wewe unaongoza Muhammad katika njia iliyonyoka. Akakusudia vile Abu Bakr, akaitwa as-siddiq kwa sababu hii. Abu Bakr ni Siddiq katika birth certificate yake, mama yake anaitwa Salma, jina la mwanzo anaitwa Ummul Khair. Ummul Khair ni mama yake Sayyiduna Abu Bakr ni Siddiq. Salma bintu Sakhar, mama wa Abu Bakr alikuwa ni mmoja katika watu walompeleka Abu Bakr katika kuwa mtu mtukufu sana katika malezi, kiasi kwamba alikulia lam yashrab al-khamra qattu, hakunywa pombe kama walivyokuwa mabedui na watu wengine wa pale mjini. Pombe alisusia kuanzia ujana wake, na sababu ya kususia pombe kwa Abu Bakr, siku moja alikuwa anapita njiani akampata mlevi, kalewa mpaka kaanguka, ikawa anakula uchafu. Baada ya kuanguka kwake, Abu Bakr akisema, kama pombe inampeleka mtu kufanya hivi, haramu na alayhi, si pombe abada. Kwa hiyo kutoka ujana wake hakuna pombe, akakulia katika akhlaq karima. Huyu ni Abu Bakr. Nyumba yake Abu Bakr ni hivi, Sayyiduna Abu Bakr alioa wake wanne. Alimoa Sayyida Qutayla bintu Abdul Uzza, na Qutayla bintu Abdul Uzza Abu Bakr alimuoa akiwa katika ujahiliya, yani zile nyakati ambazo kabla ya Uislamu. Qutayla bintu Abdul Uzza alizaa watoto wawili, mmoja anaitwa Abdullah ibn Abi Bakr ambaye alikufa shahid katika Taif, mwingine anaitwa Sayyida Asma binti Abi Bakr dhatul nitaqaini, katika sira anaitwa hivyo. Na Sayyida Asma kawazaa kaukabatun min an-nujum, kamzaa Sayyiduna Abdullah ibn Zubayr, akamzaa Sayyiduna Mundhir ibn Zubayr, akamzaa Sayyiduna Urwa ibn Zubayr. Hawa ukiwasoma katika historia utafurahi kama wewe unampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa wote walizaliwa na nani? Na Sayyida Asma binti Abi Bakr. Na Sayyida Asma kaolewa na sahaba mkubwa aliyobashiriwa pepo anaitwa Zubayr ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Na Sayyida Asma alipata sifa ya kwamba siku alipokuwa Mtume ndani ya pango, alikuwa akipeleka chakula yeye na kaka yake Abdullah, wakimsaidia kumficha Mtume. Abdullah akipeleka mbuzi wengi pale mahali alipokuwa Mtume kaingia katika pango, alafu baadaye zile nyayo zisipate kuonekana kwamba watu wamepita hapa, wakapeleka chakula. Alhasil nyumba nzima ya Abu Bakr ilikuwa katika imani kuu. Hii ni nyumba ya Abu Bakr.
Mkewe wa pili Sayyiduna Abu Bakr anaitwa Ruman, na Ruman huyu ni bintu Amir, alibashiriwa pepo na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ruman alimzaa nani? Ruman alimzaa Abdurrahman ibn Abi Bakr, kisha akamzaa Sayyida Mu'minin Aisha bintu Abi Bakr. Angalia nyumba yake Abu Bakr ni Siddiq. Sayyiduna Abdurrahman alislimu kuchelewa sana. Uislamu wake alislimu wakati wa Fathi Makkah, na Fathi Makkah tulisema ilikuwa katika mwaka wa 8 kule katika Hijria. Alislimu wakati ule, wakati wowote alikuwa katika upande mwingine. Kisha Sayyida Abdurrahman, Sayyida Aisha ikawa ni shaqiqatu Abdurrahman. Sayyida Aisha kama mnavyojua aliolewa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hakuzaa, lakini kwa utukufu na sharafa anaitwa Abdillah. Abdullah ni mtoto wa Sayyida Khadija, alomzaa Sayyiduna Muhammad pamoja na Sayyida Khadija, lakini Ummul Mu'minin anaitwa Abdillah Aisha ikraman, lakini hakupata mtoto na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume alikufa Sayyida Aisha na miaka 19, ina maana bado alikuwa mdogo sana, alikuwa bado katika hali ya udogo, kwa sababu aliolewa na Mtume akiwa na miaka 9 pekee yake, na binaa ikafanywa vile vile katika mwaka huo wa 9 au miaka 6, bado alikuwa mdogo sana. Hawa ni wake zake wawili Sayyiduna Abu Bakr, alowazaa watoto 4 hawa, Sayyida Qutaila wa Sayyida Ruman. Kisha mkewe mwingine akamuoa katika Uislamu, anaitwa Asma bintu Umais. Sayyida Asma bintu Umais, historia yake Waislamu, kaolewa na Sayyiduna Jaafar ibn Abi Talib, batal al-Mu'tah. Alipokufa Sayyiduna Jaafar akaolewa na Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq. Alipokufa Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq akaolewa na Sayyiduna Ali ibn Abi Talib. Huyu ni Sayyida Asma bintu Umais, kaolewa na Jaafar, kisha baadaye Abu Bakr, kisha baadaye Ali ibn Abi Talib. Alipoolewa na Sayyiduna Abu Bakr aliwazaa watoto wawili. Alimzaa mtoto mmoja anaitwa Muhammad ibn Abi Bakr, na Muhammad ibn Abi Bakr aliuawa kule Egypt. Katika historia tutakuja soma kama itakuwa wakati unaturuhusu katika historia za mbele. Kutila fi Masr, aliuawa katika Misri katika mambo ambayo yalizuka huko. Kisha baadaye alimuoa mke mwingine katika Uislamu vile vile, anaitwa Habiba bintu Kharija bin Zaid. Habiba bintu Kharija alimzalia Sayyiduna Abu Bakr mwanawe binti anaitwa Kulsum. Na Kulsum hakuwa sahabia. Hawa wenzake wote walikuwa masahaba, kwa sababu sahaba ni mtu aliyezaliwa akamuona Mtume akamwamini na yeye akaishi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kulsum alizaliwa baada ya kufa Mtume Muhammad, kwa hiyo hakuwa katika masahaba. Hii ni nyumba ya nani? Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Tunasema hivi ili tupate kumfahamu nani Abu Bakr. Watoto wetu wa Kiislamu tunawasomesha historia wapate kujua batalu min abtal al-Islam. Watoto wanasikitisha, jana nimewaambia kuna watoto ambao wanaiga wale professional players wanaocheza mpira, na wengine masihiyin, wengine nasraniyin, wakati wanasuka nywele zao kama wanawake na wao wanapendeza. Unaona kumbe star na scorer anatakana kuwa hivi, kumbe kama anapokuwa mchezaji mzuri, kumbe mpaka anaposuka nywele na yeye anasuka huko kidogo kidogo. Anapoingia uwanjani analamba mchanga kidole, kisha anapitisha jina hili bismillahi wal ibni war ruhil qudus. Anapofunga goli anafanya hivyo. Na watoto wetu wa Kiislamu vile vile, kapiga bao moja ka strike, baadaye anafanya hivyo. Anaona hivi ndivyo wanavyofanya watu maskora katika mpira na watu, na yeye anaiga, kumbe ndo anayoyoma katika ukafiri na unasaba.
Kwa hiyo Uislamu tunawasomesha watoto historia wapate kujua hawa watu walikuwa Mtume kasema tamassaku bihim, shikamaneni nao, tujifananishe nao. Fa in lam takunu mithlahum inna at-tashabbuha bil kirami falahu. Shairi anasema tashabbahu, jifananisheni na watu hao tunaowataja. Fa in lam takunu mithlahum, hata kama hamtokuwa kama wao, inna at-tashabbuha bil kirami falahu, hakika kujifananisha na watu wema ndio kufaulu kwenye, ndio kufaulu. Na kujifananisha na watu wema ndio kufaulu. Abu Bakr as-Siddiq, nyumba yake tumeitaja na certificate yake ya birth tumeitaja. Amezaliwa kabla baada ya Mtume sallallahu kuzaliwa. Mtume alizaliwa 571, Sayyidina Abu Bakr alizaliwa 574 au 73. Kwa hiyo Mtume alimzidi Abu Bakr kwa umri kwa miaka miwili. Sayyidina Abu Bakr alikuwa mdogo kwa Mtume kwa miaka mingapi? Kwa miaka miwili. Huo ni umri na uhai wa Sayyidina Abu Bakr. Waislamu baada ya kutaja basi certificate yake na nyumba ya Sayyidina Abu Bakr, sasa njoni tuone Uislamu wake ulikuwaje. Uislamu wa Abu Bakr ulikuwa vipi? Abu Bakr huwa awwalu man amana min ar-rijal. Kapata sharaf Abu Bakr ni mtu wa kwanza yeye kusema ashhadu an la ilaha illa Allah katika wanaume. Mtu wa kwanza kusilimu ala al-itlaq Sayyida Khadija. Bibi Khadija ndio alikuwa mtu wa kwanza kusilimu kabla ya watu wote. Kisha akawa mtu wa pili kusilimu Sayyiduna Abu Bakr. Kwa hiyo historia ikagawa ikasema wako watu watatu, wengine hawana uhakika zaidi nani alikuwa wa kwanza kusilimu. Kasilimu Zaid ibn Haritha, kasilimu Ali ibn Abi Talib, kasilimu Khadija bint Khuwailid, kasilimu Abu Bakr as-Siddiq. Sasa hawafahamu Abu Bakr au Khadija au Ali ndio alikuwa wa kwanza kusilimu. Sasa Abu Bakr alikuwa rafiki mpenzi wa Mtume, Khadija alikuwa mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Ali alikuwa mlezi akilelewa katika nyumba ya Mtume. Kwa hawa walikuwa watu wa mwanzo kusilimu, lakini Abu Bakr awwaluhum ala al-itlaq katika rijali, ndio mtu wa kwanza kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni fahari kubwa. Alikuwa Sham siku hizo. Sham ni biladu Syria, leo kunaitwa Syria. Na Sham ilikuwa ni mji wa biashara kutokea wakati huo. Wakala Abu Bakr yataraddadu baina Sham wa Makkah. Abu Bakr alikuwa akifanya biashara zake kutoka Makkah kwenda Sham. Na biashara yake kubwa alikuwa bazzazan. Bazzazan maana kana yutajiru fi thiyab, alikuwa akiuza nguo. Kazi yake kubwa alikuwa akipeleka biashara ya kuuza nguo, na alikuwa mfanyi biashara mashuhuri na mmoja katika watu matajiri wa Makkah, Abu Bakr as-Siddiq. Hata siku hiyo yuko Sham, usiku kabla ya kurudi zake Makkah na biashara yake, akaota ndoto usiku ule. Madha raaita ya Abu Bakr, uliona kitu gani usingizini mwako ewe Abu Bakr? Abu Bakr anasema raaitu fil manami anna al-qamara qad inqasama ila aqsamin wa ajsam. Niliota usingizini nikauona mwezi umekatika na kuchajika vipande vipande. Mwezi huo vipande vyake vikawa tatasaqatu ala ardhi Makkah, vikawa vinakukutika vinaanguka katika ardhi ya Makkah, vikawa vinapita katika nyumba za watu wa Makkah vipande vya mwezi. Thumma ba'da dhalika, baada ya vipande vile kuingia katika nyumba za Makkah vikarudi vikaungana ukawa tena mwezi kamili kama ulivyokuwa. Fastaqarra fi baiti, ukarudi mwezi ukatulia katika nyumba ya Abu Bakr ukakaa pale. Asubuhi alipoamka Abu Bakr akawa na wasiwasi. Ma maana hadhihi ruya, ndoto hii inamaanisha mwezi unapasuka vipande vyake vinaenea katika nyumba za Makkah, baadaye unatulia katika nyumba yangu. Alikuwa na ufahamiano na bwana mmoja alikuwa anaitwa Rahib. Rahib maana yake mcha Mungu. Alikuwa anampenda sana, akipita lazima ampitie na kumuuliza baadhi ya mambo.
Akamfuata siku hiyo kwenda kumuuliza, akamwambia bwana, nina ndoto nataka unifasirie. Akamueleza ndoto yake. Alipomweleza yule rahib akamwambia, sikiliza, laqad qaraba maw'idu mab'uthi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, imeshakaribia wakati wa kuletwa mtume ambaye ni mtume wa mwisho, na ndoto yako inaonyesha kwamba huyo mtume tayari kishafika. Wa sawfa tu'minu bihi ya Abu Bakr, na wewe utakuja utamwamini na utanufaika na imani yako. Na pamoja na imani yako sasa sahibu utakuwa pamoja naye. Abubakar akawa anadhani, anafikiri yale maneno alikuwa akisikia kwa na watu wanasema karibu yub'athu nabii, karibuni tu mtume ataletwa. Kwa hiyo kama ndoto yangu inaonyesha hivi na nimefasiriwa hivi, basi mtume huyo yuko njiani. Siku hiyo akafunganya vitu vyake, akaondoka siri, akarudi zake Makka. Njiani alipofika Makka tu anawaona watu njiani, wanawapokea, wanawaambia, jamaa, manamat Quraish, siku zote mlizoondoka Makuraishi hawakupata usingizi hata siku moja. Kwa nini hawakupata usingizi? Anasema kwa sababu talaa rajulun yuqalu lahu Muhammad, yuko mtu ambaye anaitwa Muhammad, zama annahu nabiyyun, anadhani kwamba ni mtume kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kaletwa kwa ajili ya kufundisha watu na kuambia watu wasiabudie masanamu. Mmoja aliposikia hili kwamba mtume kaja kuvunja masanamu, akatoa jokes, akasema bora ayavunje, kila siku anataka kunywa supu pamoja na sisi. Akasema bora ayavunje. Anasema la qala ma zahamatna ala tharid, mara nyingi anataka kutunyima supu, anataka kushirikiana na sisi katika kunywa supu. Masanamu anakunywa supu, lakini wanafanya maskhara kwamba hayana maana yoyote. Na kweli, na wao walikuwa wakienda wakiamua at'imni. Na Omar alikuwa katika mfumo huo. Siku hizo anasema, mimi nalikuwa na Mungu wangu wa tende, nikamtengeza, nikamtia katika mahfadha, niko katika kusaka, nimesaka mchana kutwa sijapata kitu. Mmemtoa Mungu wangu, naambia sasa leo hujaniandikia riziki hata kidogo. Amemtoa mbele yake na Kiswahili. Mungu wake wa tende na mtizama. Kwa kweli atizami, macho yameuko pale nakshi. Sasa inni jai'un fa'at'imni, nina njaa nilishe. Tabaan hawezi kujibiwa. Kamchukua kamweka ndani ya mfuko, kasaka hajapata kitu. Jioni kamtoa, anaambia illa mtut'imni fasawfa aqul, kama hujanilisha nitakula wewe, kwa sababu kullu katamr, wewe mzima ni tende. Kwa hiyo hizi tende zilizokuwa umetengezwa mimi nitazila zote kabla mtu mzima karudi nyumbani bila ya Mungu. Angalia Mungu analiwa. Lakini watu walikuwa katika pazia kubwa. Sayyidina Muhammad alipokuwa anakuja anasema jaa liyu'atima al-asnam, kaja ayavunje masanamu yote, aabudiwe Mwenyezi Mungu mmoja tu. Abu Bakr as-Siddiq aliposikia vile kwamba yuko mtu kisha kuja anasema ni mtume, akaenda nyumbani kwa Abu Jahl. Abu Jahl alikuwa zaidi, kiongozi wa makabila. Abu Jahl akamwambia, awama sami'ti, umesikia habari zilizokuwepo? Ambia nini? Akamwambia, yas'amu Muhammadun annahu yatihi Jibril, atadhani kwamba Jibril anamjia na anatuambia kwamba kishakuwa mtume. Unaamini habari hizi? Abu Bakr akasema, qala hada, kayasema hayo? Akamwambia ndio. Kumbe anapaswa. Kama kasema hivyo, kasema ukweli, sisi tunamjua huyu ni sadiqul amin. Na jina hilo mtume kalipata katika ujahili. Abu Bakr usiku wake kaenda kubisha nyumbani kwa mtume. Akabisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia Sayyida Khadija, innahu al-Atiq. Unajua nani anayekuja? Atiq ya Ali. Abu Bakr alipofunguliwa akamwambia, asahihul ma ambani bihi qaumi ya Rasulullah, ya anamwambia Muhammad wakati huu, je, ni sahihi niliposikia kutoka kwa jamaa kwamba umekuwa mtume, Mungu kakutumiliza? Mtume akamwambia naam, ndio ni sahihi ya Abu Bakr, wa uridu ka tuslima baina yadayhi,
na nakuita katika dini hii, dini ambayo kwamba ni dinul musawa, na kuita huo Muislamu. Alipoambiwa vile tu Abu Bakr, sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka ya Muhammad rasulullah, bila ya negotiation, bila ya jidal, bila ya kuuliza vipi wala vipi. Alipoambiwa tunakuita katika Uislamu, sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Mtume anasema ma da'awtu ahadan fil islam illa kana lahu kabwa, sikumwita mtu yoyote katika Uislamu isipokuwa kidogo ndio anafikiri na kuwaza hii dini kweli, lakini hivi na hivi mtu anakia mashaka kidogo. Lakini Abu Bakr pekee yake, lamma dhakartuhu la, nilipomtajia kwamba mimi ni mtume, lam yatalaham, hakurudi nyuma, moja kwa moja amesema kweli wewe ni mtume. Akaondoka nyumbani kwa mtume tayari kapata cheti kutoka kwa Allah cha kuwa awwalul mu'minin. Amerudi nyumbani kwake, amefanya dawa. Siku ya pili anarudi nyumbani kwa mtume, ana watu watano. Allah, ana watu watano nyuma yake, anawapeleka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakasilimu pamoja naye. Ni watu gani? Sayyiduna Uthman ibn Affan, kisha nani mwingine? Sayyiduna Abdurrahman ibn Auf, nani mwingine? Sayyiduna Talha ibn Ubaidillah, nani mwingine? Sayyiduna Sa'd ibn Abi Waqqas, nani mwingine? Sayyiduna Zubair ibn al-Awwam. Watu wangapi? Watu watano. Hawa wote walibashiriwa pepo na mtume. Kuna watu 10 walibashiriwa pepo na mtume, 10 al-mubashshara alladhina bay'uhu tahta ash-shajara, Talha al-Fayyad wal Hawari az-Zubayr wa Sa'd al-Huda wa Sa'id al-Khayr wa Abdurrahman az-Zaki ash-Shakir wa Abi Ubaidah az-Zahid az-Zahir wa Abu Bakr as-Siddiq wa Umar al-Faruq wa Uthman dhu-an-Nurayn wa Ali al-Hayy. Hawa mtume alisema fil janna, wote tutaingia peponi. Mtume mwenyewe kawabashiria, walikuwa watu wakubwa. Kwa hiyo watu watano hawa wanakuja na Abu Bakri, aslamu, wote wakawa Waislamu, wakawa watu wa mwanzo kumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam. Huo ndio Uislamu wa Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq baada ya kusilimu kwake alikuwa na manaqibu mingi, sifa nyingi. Umar anasema kana idha dhukira Abu Bakr, alikuwa akitajwa Abu Bakr mbele yao, alikuwa akisema fadhaka as-sabbaqu, huyo ni mtanguliaji katika kila kitu, anatangulia kwanza, katutangulia katika Uislamu. Na kila siku Umar alikuwa akifanya competition kati yake na Abu Bakr. Kulikuwa kuna nyumba wakati wa khalifa wake Abu Bakri, alikuwa akitoka usiku wa kiza akienda katika nyumba ile ya bibi ambaye kwamba alikuwa ni kipofu, haoni, hana khadima, akiyofagilia kibanda chake, akimpikia na akimlisha. Umar bin Khattab kila siku alikuwa akienda katika kibanda kile kwenda kufanya khidma, anapata tayari kibanda kimesafishwa, mama kishakula, akimuuliza ayu khidma, unataka nikufanyie nini? Anasema tayari kishakuja mtu kishanifanyia kila unachotaka kunifanyia. Abu Bakr Umar anarudi zake. Siku ya pili anakuja mapema zaidi kuliko jana, akifika bibi anamwambia tayari kishakuja mwenye kulitumikia. Na wakati huo ni khalifa wa Uislamu, ni khalifa, anaacha kazi zake zote, anakuja kumtumikia mtu dhalili ambaye kwamba watu wanamuona isolated, hana maana yoyote. Anakuja Abu Bakr anamtumikia. Umar akija anamwambia tayari kishatumikiwa. Siku hiyo anasema mimi nitakuwa hapa nimuone nani anamtumikia mimi. Kajificha katika kiza Umar bin Khattab, kwa mbali anamuona Amirul Mu'minin Khalifatu Rasulillah Abu Bakr kavaa nguo za kuja kutumika katika nyumba ya Sayyida Amia, kaingia ndani ya nyumba, kakifanyia kibanda chote, baadaye kaondoka baada ya kumlisha. Umar alilia,
Akalia anasema, yani amir wa Waislamu anaacha kazi zake zote, mimi kila siku natafuta sharafu ya kumtumikia bibi huyu, kila siku yeye ananitangulia. Anasema basi, na si hapo tu, kuna wakati Mtume alinadi katika vita vya Tabuk. Vita hivi Waislamu walikuwa maskini, hakuna pesa. Mtume amesema, Waislamu toeni pesa zenu tulipeleke jeshi. Omar akasema, leo nitaka kumshinda Abu Bakr, nimuoneshe kwamba mimi nina ghera na tadhia. Akaona nipige hisabu ya mali yangu, akapiga hisabu kama alikuwa na dirham 10,000 akachukua 5,000, nusu kwa nusu ya mali yake yote kaileta kwa Mtume. Kaambia, ya Rasulullah, khudh mali, chukua mali yangu. Akakaa pembeni, sasa anakusudia Abu Bakr. Yani kana kwamba ataweza Abu Bakr kutoa nusu ya mali yake. Akakaa pale, Umar anamsubiri Abu Bakr. Mara anamuona Abu Bakr huyu anakuja. Abu Bakr akakukuta mbele ya Mtume mali yake yote. Mtume akamuuliza, ya Abu Bakr, madha abqaita li ahlak, mbona umeleta kila kitu hapo, umewabakishia nini nyumbani? Akasema, ya Rasulullah, abqaitu lahum Allah wa rasulahu, nimewabakishia Mungu na mtume wake. Mtume akasema, umewabakishia Mungu na mtume? Waislamu, hii ilikuwa ni kuonesha umuhimu wa lile jambo. Mtume akahisi hatari, akaja akasema miongoni mwa hadithi zake, amsik alayka ba'da malika fa huwa khairun lak. Akajua wapo Waislamu watasacrifice pesa zao zote watoe. Akasema, jamaa, zuieni baadhi ya pesa zenu, hizo ni muhimu kwenu katika maisha yenu. Kwa hiyo toa hapo kadri ya kutoa na ukwasi utakao nao katika kutoa, lakini angalau na nyumbani kubakie kiti. Innaka intadhar warathataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Kuacha jamaa zako wametosheka ni bora kuliko kuacha maskini wanaombaomba. Lakini hiyo isikufanye kwamba ndio uwe bakhili, utoe kitu katika Uislamu ukadiri. Abu Bakri akatoa mali zake. Omar anasema, sio hapo tu. Siku moja tumesali salatu al-fajr. Baada ya sala tu Mtume akauliza, ayyukum at'ama al-yawma miskinan, nani kati yenu leo kamlisha maskini? Abu Bakr akisema, ana ya Rasulullah. Umar akamtizama Abu Bakr, alfajiri hii maskini huyo umempata? Mtume akauliza, wa kaifa dhalik, ilikuwaje? Ya Rasulullah, kana fi yadi kisratun min al-khubz wa ana fi tariqi ila al-masjid wajadtu miskinan fa'ataytuhu iyyaha. Njiani nilipokuwa nakuja nilikuwa nimebeba kipande cha mkate. Nimemwona maskini njiani, nimebeba kipande cha mkate kile, kashukuria. Omar akisema, hapana. Akauliza tena Mtume, ayyukum al-yawma tasaddaqa ala miskin, nani leo alotoa sadaka kwa maskini? Abu Bakr akasema, ana ya Rasulullah. Umetoa vipi sadaka? Akasema, ya Rasulullah, nilikuwa na dinar, hiyo vile vile nimeitoa sadaka nilipokuwa njiani ninakuja msikitini. Akauliza, ayyukum aadani al-yawma maridan, nani leo alokwenda kumzuru na kumkagua mgonjwa? Abu Bakr akasema, ana ya Rasulullah. Omar akasema, basi tena, wallahi la usbiquhu ba'da al-yawm. Omar akasema, sishindani naye tena baada ya leo, siwezi. Basi sishindani naye tena. Wale naambia, leo usiku nilipokuwa nimeambiwa na mke wangu yuko jirani mgonjwa, basi asubuhi nilipokuwa nakuja msikitini, nimepita katika nyumba hiyo, kwanza nikauliza hali yake vipi, nikapata habari kwamba hajambo ya Rasulullah, tayari hiyo ziara imeingia. Huyu ni Abu Bakr ni Siddiq wa Islam. Nimetaka kukuonesheni Abu Bakr ni nani mpaka aambiwe watu wote kwamba yeye ndiye anafaa kuongoza Waislamu. Tena zipo aya za Qur'an zimemtaja Sayyiduna Abu Bakr ni Siddiq. Wapi kataja? Katika hijra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Bwana Mtume alipokuwa amewaamrisha Waislamu wende zao Madina, hakubakia katika Makka isipokuwa yeye Mtume na Abu Bakri na Ali ibn Abi Talib na wale waliokuwa madhaifu ambao wamekamatwa vibaya wasitoke.
Kila Abu Bakr akitaka kutoka, Mtume anamwambia Abu Bakr, la'alla Allah yaj'alu laka sahiba, usitoke, pengine Mungu atakuletea mtu wa kutoka naye pamoja. Abu Bakr anazuia. Akitaka kutoka anamwambia subiri, Mungu pengine atakupa sahibu wa kutoka naye. Baada ya muda mchache anamuona Mtume anakuja, anamwambia as-suhba ya Rasulullah, inna Allah amarani an usahibaka, Mwenyezi Mungu kaniamrisha niwe pamoja nawe katika kutoka kwetu, wewe uko pamoja na mimi. Tasawwar Muislamu, Mwenyezi Mungu kamchagua Abu Bakr, anamwambia toka pamoja na Mtume kipenzi chake, na ametoka, ameingia katika Ghari Thawri, jabal katika majabali mawili yamecheza fati kubwa katika Uislamu, Jabal Hira na Jabal Thawri. Jabal Hira Mtume alipata wahi, Jabal Thawri Mtume alijificha wakati wa kwenda zake Madina. Wapo ndani ya jabali, Abu Bakr akamwambia Rasulullah, la tadkhuluhu hatta adkhulahu awwal, usiingie katika jabali mpaka niwe wa mwanzo mimi kuingia, pengine kuna hatari yoyote inipate mimi kabla ya wewe. Kaingia Abu Bakri, akakuta kwamba jabali lina tundu nyingi, matundu yale yote akakata nguo yake akayafunika, kisha ikabakia tundu moja, akakamata kwa mguu wake kaficha pale. Kulikuwa na nyoka mkali mwenye sumu, kampiga ile sumu yake Abu Bakri, ikawa inatasarraf katika mwili mzima. Mtume kakaa katulia, macho ya Abu Bakri yanatoa machozi yakamwangukia Mtume. Mtume akimwangalia Abu Bakri anamuuliza baba, anasema ludightu ya Rasulullah, kuna kitu kimeniuma. Umelikuwa lajira, nyoka anaitwa lajira, nyoka hatari mno. Mtume akaangalia mahali pa jeraha, akapashika, akapafuta, akasema Mungu atakupoza pale pale, alamu kabisa pia. Hakuwa na maumivu tena Abu Bakr, alisikia maumivu hayo baadaye. Na wanasema wanachuoni wa history pia hii kwa moja katika sababu za kifo cha Abu Bakr as-Siddiq, kwa sumu kali iliyokuwa pale ndani. Wakati ule hakuhisi maumivu, akaishi katika pango lile Mtume na Abu Bakr kwa muda wa siku 3. Chakula anakileta Sayyiduna Abdullah ibn Abi Bakr na Sayyida Asma binti Abi Bakr. Aliishi ndani pale Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakr. Wakaja baadhi ya watu, kwa sababu waliambiwa kwamba atakayemleta Muhammad hayyan au mayita. Angalia, hii ni kauli ya majabali wanaosema I want him dead or alive, na mtaka aje kama hai au keshakufa. Kisha kaeka 100 tunaha, ngamia 100. Man ata bi Muhammadin hayyan au mayitan falahu 100 tunaha, atakayemleta akiwa hai au akiwa amekufa basi anangamia 100. Waislamu ngamia 100 ni Cadillac 100 wakati wetu wa leo, sayara malaki fakhir. Waislamu wakati huo washatulia Madina, huku kabakia Abu Bakr na Mtume na Ali ibn Abi Talib. Na habari ya Ali tutakuja itaja katika sehemu ya Ali ibn Abi Talib. Abu Bakr anambia Rasulullah, law nadhara ahaduhum tahta qadamayhi la absarana, kama mmoja atatizama chini ya mguu wake watatuona. Mtume akamkamata Abu Bakr, akamwambia Abu Bakr, ma dhannuka lithnaini Allahu thalithuhuma, mimi na wewe hatuko peke yetu, watatu wetu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Sahibihi hapa ni nani? Abu Bakr as-Siddiq. Ikawa ni Qur'ani yutla ila yawm al-qiyamah, Qur'ani inasoma katika habari za Abu Bakr mpaka siku ya kiyama. Sahibi yake Abu Bakr alimwacha huri Sayyiduna Bilal ibn Rabah al-Habashi. Bilal alikuwa anateseka mbele ya Umayya ibn Khalaf kwa sababu ya kusema Allahu wahid. Bilal anachukuliwa anapelekwa katika jangwa, anawekewa jiwe kubwa juu ya kifua chake, anaambiwa ukfur bi Muhammad, anasema ahadun ahadun ahad. Waislamu walimuuliza baada yake, kwa nini ulikuwa unasema jina la ahadi peke yake? Anasema la, nilikuwa ninasema majina mengi, lakini nilikuwa nikisema ahadun ndio wale wananiadhibu sana, nikahisi kwamba hili ndio linawakera sana, wacha nitasema hivyo. Bilal ibn Rabah al-Habashi ambaye alikuwa ni mwisho wa kifo chake,
Sayyida Rahma mke wake anasema kumwambia, wa musibata, ni msiba ulioje leo mume wangu anaondoka. Bilal anamwambia, la taquli wa musibata bal quli wa farhata, sema ni furaha iliyoje. Ghadan alqa al-ahibba, kesho nakwenda kuonana na vipenzi vyangu, Muhammadan wa sahba, Muhammad na masahaba zake. Hapo hakuna furaha, hapo furaha ya hali, sio msiba, hamna msiba. Hii ni ceremony ya furaha kwa kuwa nakwenda kuonana na vipenzi vyangu. Bilal ibn Rabah al-Habashi alipokuwa anapita Abu Bakr akamwambia, ya Umayya, ala tastahi min ta'dib hadha al-'abd al-faqir, wani haya unamuadhibu huyu? Akamwambia, hii mali yangu ninafanya ninavyotaka. Abu Bakr akapita, akaja na mtu mmoja katika watu kwa akiwamiliki yeye, akamwambia Umayya, mchukue huyu kwa sababu huyu alikuwa kafiri, nipe Bilal. Akamwambia, maadamu umefanya fikra hiyo, lete, nimechoka nalo Bilal. Chukua. Kamsukuma, kamchukua yule alioletewa na Abu Bakr. Kisha Umayya akasema, kwa namna nilivyochoka naye, lao ungetaka nikuuzie kwa ukia moja tu ningekuuzia, kwa shilingi moja tu ningekupa. Abu Bakr akasema, kwa umuhimu wake Bilal, ungeniusia kwa ukia 100 ningezitoa zote. Hapo akakesha, akamchoma kwa maneno yake. Huyu Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu, akitaja ndio anasema radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu awaendee radhi. Na Mtume akasema, la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu. Fa walladhi ba'atha Muhammadan bil haqq, na apa kwa yule aliyomfufua Muhammad kumpeleka kwamba ni mtume. Law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban lama balagha haddahu wala nusayfahu, kama mmoja wenu atatoa kiwango chochote alichokuwa nacho mali yake kama mfano wa jabali la Uhud apeleke kwa Mungu, hafiki kiganja cha mkono cha walichotoa masahaba wala nusu yake. Naambia msiwatukane masahaba zangu. Kwa nini? Hawa walikuwa wakiadhibiwa, makaa ya moto yanawekwa juu ya mili yao mpaka makaa ya moto yanazimika kwa mafuta ya mili yao, wakiambiwa semeni Lati wa Uzza wanasema la, Allahu akbar. Walikuwa watu wakubwa. Abu Bakr ni Siddiq akamwacha Bilal hurri baada ya kumuokoa kutokamana na adhabu ya Umayya. Akamwambia, anta hurrun liwajhi llah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idha taradda inna alayna للهدى وإنا لنا الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. مفسرين ونسمع أبو بكر الصديق ولسوف يرضى, na ataridhika. Na saufa sio taswifi kwamba huenda. Mwenyezi Mungu anaposema la'alla au anaposema saufa, kwake yeye ni wajibu. Inna Allaha idha ahida awfa bi'ahdi, akiahidi kitu anatekeleza ahadi zake. Waislamu, habari ya Abu Bakr bado tunayo, na Abu Bakr ni Siddiq sasa hivi anajiandaa kwa hijra ya kwenda zake Habasha. Tumalize Habasha. Waislamu walitoka pamoja na Sayyiduna Uthman. Kwa hiyo Ethiopia ilitasharaf. Hii nchi ya Ethiopia ilikanyagwa na nyayo za masahaba, akiwemo Uthman ibn Affan na Sayyida Ruqayya bintu Rasulillah na masahaba wengine watukufu. Abu Bakr naye karibu tu aingie Ethiopia, lakini njiani alikutana na bwana mmoja anaitwa Ibn Dughanna. Akamwambia Abu Bakr, ila aina, unakwenda wapi? Akamwambia, ninatoka kwenda kumwabudu Mungu wangu huko. Akamwambia, mithluka la yukhraj, mtu kama wewe hatolewi mjini. Innaka tasilu rahim, taksibu almadum, tu'inu almasakin walfuqara. Wewe ni mtu muhimu katika society, nani anakutoa? Rudi na mimi nitawaambia mushrikina wa Makka, wewe ni jirani yangu na mimi nitachukua dhamana kwamba wewe ubakie. Ana jarul laka, mimi nitakuwa muhami wako.
Abu Bakr akarudi. Ibn Dughanna akaenda akawaambia makafiri wenzake, jamaa, msimtoe Abu Bakri, ninachukua dhamana kwamba akae kwa amani ya kuabudu Mungu wake katika nchi hii, lakini kwa sharti Abu Bakri usije ukasali watu wote wakawa wanakuona, sali siri siri nyumbani mwako. Abu Bakri akasema sawa. Akawa Abu Bakri anasali ndani ya nyumba yake kwa siri. Sasa akaona ajenge nyumba, msikiti mbele ya nyumba yake, awe anasali kwenye ibada. Kajenga mahala pa kusujudia, ni sehemu ya kusali. Ikawa anasoma Qur'ani akilia, watu wanapita njia, kina mama, wanawake wanasimama wanashangaa. Hii ndio sala mpya hii? Hii ndio dini mpya hii? Watu wakipita pale wanapendezwa na sala ya Abu Bakr, wakakatinika. Makuraishi wakamfuata Ibn Dughanna, wakamwambia, sisi tulikupa ahadi, sharti yule aabudu Mungu wake kwa siri. Leo amepita mpaka unamwona kishaika maskani ya kuswali nyumbani kwake mbele pale, na watu wanafitinika. Nenda kamwambie kama hawezi aondoke. Akienda Ibn Dughanna, Ibn Dughanna akamwambia Abu Bakr, ya baba, tulifanya agreement kwamba utaabudu Mungu wako ndani ya nyumba, lakini leo umechupa mipaka, umetoka nje ya nyumba yako. Basi imma an tabqa fi darika wa imma an aslubaka jiwari, imma ubaki ndani ya nyumba au mimi withdraw, utatoa ile dhima yangu, useme mimi sitamwite. Abu Bakr akasema nenda ka withdraw, nasema mimi nitaridhika na jiwari, la sina haja na jiwari. Kila akamwambia bwana Abu Bakr sio jari tena, kabakia pale pale na pamoja na adhabu alizokuwa akizipokea. Waislamu, Abu Bakr alipokwisha kuvotiwa, alikusanya Waislamu kama tulivyokusanyika, akaanza kupanda katika mimbari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumwacheni Abu Bakr anapanda mimbari, kesho tutapata kujua anataka kusema nini Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Mwenyezi Mungu inshallah awape watoto wetu na Waislamu wote mapenzi ya kuwapenda masahaba. Amina. Tujalie sisi tufufuliwe pamoja nao. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana.